Janeti, mara ya mwisho nilipomwambia mume wangu kwamba umenipiga, ile kesi uliivuka na ukashinda. Ila nakuhakikishia kwa hili bomu niliyokuandalia leo, huwezi ukapona na una cha kujitetea. Kimbege, unamaanisha nini? Maana sijakuelewa kabisa. Umekuja tu hapa mbio mbio afu na singizia sijui kesi. Kesi gani unaizungumzia hapa? Unataka kuelewa namaanisha nini eh? Mungu anaminisha kwamba Janeti mimi anipendi humu ndani. Sio maana mimi ananipiga hapa mara kwanza ananikatalia, lakini sio unaona kwa macho yako alikuwa ananyua mkono ananipiga tena. Wewe Janeti. Wewe kwenye kikao cha juzi ulisema hujampiga. Na hapo kwa unataka kufanya nini? Wewe ni kichaa. Umemkuta mtu kwake afu unampiga. Hivyo ni nani kwenye nyumba yangu? Mister, samahani. Mimi nadhani kama tutaweza kuelewana hapa. Maana hata nikikwambia nini ambacho kimetokea huwezi kunielewa. Lakini ukweli wote anao Mwenyezi Mungu. Janeti. Hivi unaweza kuongea kitu gani nikakuelewa? Alikuwa nimeona kabisa unataka kumpiga. Alafu sasa unasema huwezi kuongea tu na kweli siwezi kukuelewa. Unafanya nini hicho? Hivi kumbe wewe ni jinga eh? Kumbe wewe hauna akili. Unakuja kumpiga mtu kwake. Are you serious? Samahani mister. Nilikuwa naomba kuondoka. Mume wangu umemwona, yaani baada ya kunidhalilisha amenipiga nyumbani kwangu kanichania mpaka nguo, si umeona? Ni yake anibakize uchi bani, umeona kabisa, angalia mimi naichania nguo. Hapa anataka aondoke, anakwepa nini? Anakwepa kesi. Mume wangu mimi sipana atanifanyia Janeti, yaani mimi ameniona kila kija humu ndani lazima anipige. Sebastian, kwa sasa utakuwa mfuasi wetu. Yaani namaanisha, yaani sisi ni miungu yako ya pili, maana tumekupa uhai. Hivyo basi, unatakiwa kufanya kila oda tutakayokuambia. Usiende kinyume na sisi. Tumeelewana? Na utafanya kila tutakapokuhitaji. Kwa sasa nenda kaendelee na maisha yako. Tutakuita tutakapokuhitaji. Farida, una shida gani wewe? Mimi binga mkono unaniuma. Nione. Lakini Farida, nishakataza kwenda kuchota maji peke yako. Lakini Sabiga, mimi nimeangalia ndani maji hayakuwepo. Kwa hiyo kabidi nichukue ndoo nikachukue maji mwenyewe, maana wewe sija kuona uko hapa nyumbani. Farida, kwani ungenisubiria? Lakini kwa nimeenda dukani chapo hapo, nilikuwa narudi sasa hivi tungeenda wote. Kwani kulikuwa kuna haja gani wewe kwenda peke yako? Acha ujuaji. Ukikutana na mume wako huko. Pole sana Farida, pole. Pole. Basi Sabiga, samahani kama mimi kwenda kuchukua maji ni makosa. Lakini mimi nilivyoona maji ndani hamna kutumia, ikabidi tu nikachukua mwenyewe, maana wewe sija kuona. Lakini Farida, hayo tu tunafanya kwa ajili ya kukusaidia wewe. Ungenisubiria hata singetokea Farida. Acha kujichukulia sheria mkononi Farida.
ukinishika hivi bana mkono unaniuma mimi. Basi pole, amka twende ndani. Amka twende ndani. Basi sawa, basi nisamee. Sawa, pole lakini twende ndani twende. Taratibu sasa, amka taratibu. Taratibu sasa, taratibu. Taratibu na wewe, tembea taratibu, na kasa panateleza. Sofia, karibu. Asante sana Jeni. Vipi wewe? Safi, lakini Sofia, unajua mimi nilikuwa sitarajii kama hii kazi ingeenda kirahisi kama hivi. Tena, unajua nilikuwa na wasiwasi sana, hasa yule jamaa alivyoamka pale, alivyotoa macho. Nikadhani hata angeweza kutuzulu sisi wote wawili. Nilikuwa na wasiwasi sana, lakini nilifurahi pale tu alivyokutii. Jeni, hiyo ni kazi ndogo sana. Alafu pia kazi nyingi sana zimepita kwenye mkono wangu. Hilo lilikuwa ni swala dogo tu, pia la muda. Hivyo basi, tunashukuru kwamba tumemalizana na huyu kijana. Aende aingie mjini akatufanyie kazi zetu. Alafu pia anatakiwa kufanya hadi kazi zetu binafsi. Hivyo basi, hata tutakiwa kuwa na shaka. Kazi zetu binafsi? Ndiyo Jeni. Sasa Sofia, mbona kazi yetu ambayo tumeipanga kwa muda mrefu ni kumua Baby Supu na Kindege? Sasa hiyo binafsi inatokea wapi? Kwa hiyo Jeni, unataka kuniambia hata tukimalizana na kazi ya Baby Supu na Kindege, tukipata kazi nyingine hatuwezi kumuita? Huyo yuko kwenye himaya yetu. Hivyo atafanya tunachomtuma. Basi sawa Sofia, mimi nimekuelewa sana. Basi sawa. Leo naomba uende nyumbani kwa Kindege. Hakikisha ukaniletea uzi wa nguo yake. Nimekuelewa Sofia, wala hata usijali. Kama unavyonijua mimi, ukinipa kazi nafanya kazi. Yaani maagizo yako mimi huwa nayafanya vizuri sana, kwa usijali. Ndiyo Jeni, nakuamini sana. Hujawahi kufeli. Hakikisha unaniletea. Basi sawa. Hivi mtoto ukoje wewe? Acha kuhusu nini? Ukiniona tu na mgeni mundani, kazi yako ni kuja hapa sebuleni na kwanza kupayuka mdomo wako unapiga mikelele. Acha nini? Jeni, kwa nini unapenda sana kumwinda Aunty Kindege? Kwani amekukosea nini? Namuinda? Wewe unaongea kuhusu nini? Namaanisha hivi, hiyo nyuzi uliyotaka kuitoa kwenye nguo ya Aunty Kindege, ulikuwa unaipeleka wapi? Mimi nichukue nyuzi za nguo yake? Halafu nizipeleke wapi? Wewe unaongea kuhusu nini? Wewe, hivi unachokiongea unakisikia au kinakulopoka tu? Unamaanisha nini kuongelea masuala ya nyuzi ya kwenye nguo? Jeni, hiyo nyuzi ya hiyo nguo ulitaka kuipeleka wapi? Hiyo inaonyesha wazi kuwa wewe ni mchawi. Jeni, wewe ni mchawi. Mimi ni mchawi? Kindege, mimi naweza kuwa mchawi kweli? Wewe mtoto, wewe ujasiri umeutoa wapi? Yaani mimi nikawa mchawi? Kindege, mimi siwezi nikawa mchawi. Wewe umemleaje mtoto? Kindege, hii ndio inaitwa mzaa hutumbua usaa. Ona sasa ulivyomlea mtoto. Unamtekea sana mpaka leo ananiita mimi mchawi. Yaani mgeni kabisa anamwambia mchawi. Wewe umemleaje huyu mtoto? Jeni, msubiri kwanza. Wewe, hivi unachokiongea unakisikia au kinakutoka tu kwenye mdomo wako? Wewe mtoto umenizoea. Sasa ngoja leo nikubamize, ukome tena ukiona wageni wangu mundani, huo mdomo wako unaofunga na unaangalia maneno ya kuongea. Mpuzi wewe. Yaani wewe unajikutaga akili una? Naongea na wewe. Kindege, sijakubaliana na hili kabisa. Huyu mtoto kanikosea adabu sana. Mimi sijapenda. Ananihitaji mimi mchawi. Mbona mimi siishi vibaya na wewe? Sasa hii roho ya kuwa mchawi mimi ninaitoa wapi? Kindege, sikiliza. Nilikuwa nimeahidi kwamba nitalala hapa nyumbani kwako. Lakini kwa hili kosa siwezi. Mola tu niondoke. Naomba niende. Jeni, Niache. Jeni. Wewe. Hello, mambo vipi mwanafamilia wa New Baby Supu TV?
Ni sisi tena. Tumekuja mbele yenu tuna taarifa mpya. Na taarifa hiyo ni kwa sababu mnatupenda na kutusupport. Najua nyinyi ni wapenzi wa movie nzuri na series kali. Sasa tumekuja hapa kukuelekeza ni series gani unatakiwa kwenda kuiangalia baada ya kumaliza kutizama series yetu pendwa ya Mtoto wa Ajabu. Kuna series inapatikana katika chaneli ya Kasai Films. Series inaitwa Moyo. Unatakiwa kwenda kuiangalia. Na ukishaipata ukaitizama, I hope utaenjoy sana na utakuja hapa kutushukuru. Karibu, nenda kaenjoy. Movie yetu ndo kama hiyo uliona hapo kwenye cover. Thank you, we love you. Tuendelee kuenjoy. Kanani? Wewe vipi? Unataka nini wewe? Kanoni, kwa nini umeniangusha? Yaani umenibeba halafu umeniangusha. Nia yako ni nini? Univunje kiuno au utweke kitoto chako, si ndio? Tami, usinichanganye na ujua. Yaani hapa nimechoka sana. Nimechoka mke wangu. Unataka nini wewe? Yaani hauna hata huruma. Mumeo nimehangaika siku nzima, nahangaika kila sehemu kumtafuta Farida. Siwezi kubeba kila sehemu wewe. Kwa hiyo kama umeshindwa kufanya kazi, ni bora uniambie. Yaani siwezi kwenda kuzunguka kufanya kazi zangu, na shindwa kufanya mambo yangu kwa uhuru, nikirudi nyumbani hujapika, hujafanya kazi yoyote na njaa, I'm starving. Hey, Kanoni, kwa hiyo eti unaongea sana, unataka unichiti. Haya, ni chiti, lakini ujue ngoma inogile baba. Baba, ngoma inogile, ichokoze. Ichokoze ngoma, utajionea wewe mwenyewe. Unataka kunichiti? Haya, anzisha mdau hapa. Anzisha, lakini nishakwambia hivi, nimechoka, siwezi kupewa sababu mtoto wako ananipelekesha. usinichanganye wewe. Usinichanganye kabisa. Yaani nahangaika kila siku nafanya mambo yangu huko, narudi nyumbani hujafanya majukumu yako kama mwanamke. Hakuna mwanamke wa aina yako wewe. Hakuna mwanamke wa aina yako nakwambia Tami. Yaani mumeo unaenda kuhangaika, sifanye kazi muda mwingine. Tutakuwa tunakesha tunashinda, yaani tunabebana tu, hatufanyi kazi yoyote. Basi sawa, nimetoka leo kwenda kufanya kazi zangu. Kumtafuta Farida kila sehemu. Narudi nyumbani nafika hujapika, nafika unaniambia eti mume wangu sijaandaa chakula kwa sababu hakuna mafuta. Sawa, nimeamua kutoka nifuate hayo mafuta sasa. Umeamua kunifuata. Unataka nini wewe? Unataka nikupige? Nikuumize? Au unataka nini? Roho yangu au? Wewe, usinichanganye nakwambia. Yaani nimerudi nyumbani, nimefika hujapika. Unaniambia kama nifuate mafuta dukani. Umeamua tena kunifuata. Wewe. Ukijichanganya leo nitakuumiza nakwambia. Wewe kana unaongea nini wewe? Mbona wewe una huruma na mimi? Nishakwambia nimechoka, lakini mbona hutaki kunielewa? Sasa sikiza nikwambie. Mimi nataka tuondoke wote. Unaongea nini wewe? Nyumbani. Nasema nyumbani. Kanoni, umenipiga? Mama. Kanoni, hujanipiga mimi tu. Kumbuka umempiga na mtoto wako, na mtoto wako ameumia. Sasa kama Kanoni nitakuja kushindwa kujifungua, baba nitakufanyia kitendo hicho. Hautakuja kuamini kwenye maisha yako. Unawezaje kunipiga mimi wewe? Unawezaje? Wewe, usichanganye ukafanya upumbavu wako. Nimesema toka hapa rudi nyumbani. Na nyumbani nikukute. Naenda uko narudi sasa hivi. Nenda nyumbani mara moja. Shenzi wewe. Mimi nakuja ila. Jitu lenyewe limenipiga hapo, naonekana leo limekasirika. Nikasa hata nikangoa meno. Ngoja tu naondoka sikangolewa meno. Hapana Kindege, mimi siwezi kukubali kabisa. Haiwezekani mimi nidhalilishwe mbele yako kabisa. Eti mimi huyo mtoto ananiita mimi mwanga. Kweli mimi naweza kuwa mwanga Kindege? Amefika mbali sana. Siwezi kumfumbia macho. Yaani amenikasilisha kabisa. Yaani siwezi kumfumbia macho. Kwa nini aniite mwanga? Hivi mimi na muonekano wangu nina muonekano kweli kuwa mwanga? Haiwezekani. Sijapenda. Jeni, sitaki kuamini kama wewe maneno yule mtoto aliyokuambia mle ndani amekuchukulia muda nafikia tu mpaka na giza lote ili unakimbia unaondoka nyumbani kwangu, sijui unakoelekea ni wapi. Wewe si unaambia unalala nyumbani? Nisikilize. Yule mtoto akili zake unazijua mwenyewe. Yule alikuwa anakutania tu. Kwani wewe uchawi umeanza lini mpaka akute mchawi yeye ndio inakuchukulia muda wewe? Wale anaongea ni ya kweli? Kindege. Hivyo kwa macho yako unamuona bado huyo ni mtoto mdogo? Mtoto mdogo kiasi gani hawezi kuongea maneno makubwa kama hayo? Maneno ya utuzima. Ananiita mimi mwanga. Ametoa wapi ujasiri wa kuniita mimi mwanga? Kindege, haiwezekani. Huyo akasema ukweli, yani kutoka moyoni mwake. Kasema hivyo. Sasa sio kwamba amenitania. Ananitaniaje hivyo? Mimi nina utani na huyo mtoto? Sijapenda, yani Kindege, siwezi kabisa kumfumbia macho. Nitakuja nifungwe kwa ajili yake. Anapozidi kuniongelea maneno ya ajabu hivi, ananikasilisha. Kwa nini aniambia mimi ni mwanga? Mimi ni mwanga kivipi? Jeni, sikiliza basi. Achana na maneno yule mtoto. Yule mtoto anajiloposha tu mdomo wake ule, hauna break. Yani analopoka tu vitu ambavyo ni vya ovyo ovyo. Naomba turudi nyumbani. Kama ulivyoniambia unataka kulala kwangu, naomba turudi nyumbani wote muda huu ninavyoongea. Kindege, siwezi mimi nikarudi ndani ya nyumba yako, eti nikae nikalale tena.
kaisha nikasilisha. Mimi naomba tu niende nyumbani, nirudi nikapumzisha akili yangu. Maana ninavyozidi kumwangalia huyo mtoto, anazidi kunitia hasira. Yaani ninapata hasira kwa sababu yake. Hivi tangu niishi na wewe, nimesha kukuonyesha mimi dalili za kuwa mwanga au kuwa mchawi au namna yoyote ya ushirikina? Jeni, kama unajua kabisa hujaionyesha dalili yoyote ya wewe kuwa mchawi, hasa kwa nini nakuchukulia muda? Turudi nyumbani basi, huu ni usiku, unaenda wapi Jeni saa hizi? Hebu acha basi. Usiwe kama mtoto mdogo naye maneno ya kuambiwa tu na vitoto vidogo na kuchukulia muda. Nakuomba basi Jeni, turudi nyumbani. Sasa ni usiku, unataka kwenda wapi? Kumbuka uliniahidi kabisa unalala nyumbani kwangu. Naomba basi turudi nyumbani. Siwezi kurudi Kindege. Kaisha nitibua. Sina hata mudi hiyo ya kulala ndani ya nyumba yako. Naomba tu niende. Jeni, nisikilize basi. Mimi ni ndugu yako. Na uliniahidi kabisa unakuja kulala nyumbani kwangu. Sasa kwa nini unaondoka? Naomba turudi nyumbani basi. Yule mtoto mimi nitafanya juu chini atoke. Na ikiwezekana mimi nitahangaika kabisa ili afe kabisa nisimuone. Please nakuomba, turudi nyumbani. Kwa unavyojua kunibembeleza wewe. Ila sawa, naomba ufanye hivyo kama ulivyoniambia. Hakikisha huyo mtoto unamtoa ndani ya nyumba yako, maana ananitia hasira. Yaani fanya hima atoke ndani ya nyumba yako, maana kila siku anazidi kunikasilisha. Anawezaje kuniambia mimi ni mwanga? Nawezaje kuwa mwanga mimi? Nisamee mimi Jeni, ila nitafanya hivyo. Nitamtoa ndani. Naomba turudi. Basi sawa, twende sasa. Chaka alipo mpumbavu huyu. Yaani pamoja na dharau alizokuonyesha humu ndani mpaka ukataka kuondoka, lakini bado amekaa kwenye makochi na amani kabisa na anamaliza umeme humu ndani. Hivi wewe una akili kweli wewe? Kwa hiyo ulikuwa unataka umtukane ndugu yangu humu ndani, aondoke ili wewe ukae hapo nimalizie umeme humu ndani. Ndio lengo lako, si ndio? Wewe dharau zimekuzidi. Tena dharau zako zimevuka kabisa mipaka. Yaani nafikia wakati kabisa unaniita mimi mchawi. Tena sasa hivi naongea na wewe, bado unanikodolea macho. Ukiwa unamaanisha kwamba unaniweza, sio? Sasa inaonekana wewe una dharau. Basi ngoja tukufundishe adabu ili ujifunze. Naona Jeni una maneno mengi. Huyu acha tumgawane ili tumvunje siku nyingine aheshimu kinachoheshimiwa. Acha. Wewe tena. Kwa hiyo sakasaka lote ile ukuta juzo kabamiza kichwa chako kule chini ukaanguka hapa hujajifunza. Bado unakuja hapo unataka kujifanya mtetezi, unataka nikusukume tena huko, ujibamize upya nipelekwe mimi gerezani, si ndio wewe? Nisikilize. Hii kesi haikuhusu. Kaa pembeni, subiria kesi zako nawe zinakuja baada ya kukaa sawa na hicho kichwa chako. Naomba uniache. Pesa mwache. Kindege. Huyu anakuzia kama nani? Hebu mpige kwanza umtie adabu. Dada, kuliko kumpiga huyu mtoto, ni bora ukanipiga mimi. Nisikilize wewe. Narudia tena, sitaki kesi za ovyo. Nimekwambia kesi haikuhusu, niachie. Kindege anakushika mkono. Basi ngoja mimi nimfunze adabu. Niachie. Achia bwana. Nisikilize wewe. Kuingilia tena mambo yasiyokuhusu, ndakuja nikuue unipeleke gerezani wewe. Jeni, twende chumbani ukapumzike. Sawa. Asante sana kwa msaada wako. Mungu akubariki. Baby Supu, hata usijali. Mimi kama dada yako, ni wajibu wangu mimi kumsaidia wewe kama mdogo wangu. Sawa. Usijali mtoto mzuri, ipo kwa ajili yako. Hello, mambo vipi mwanafamilia wa New Baby Supu TV? Ni sisi tena. Tumekuja mbele yenu tuna taarifa mpya. Na taarifa hiyo ni kwa sababu mnatupenda na kutusupport. Najua nyinyi ni wapenzi wa movie nzuri na series kali. Sasa tumekuja hapa kukuelekeza ni series gani unatakiwa kwenda kuiangalia baada ya kumaliza kutizama series yetu pendwa ya Mtoto wa Ajabu. Kuna series inapatikana katika chaneli ya Kasai Films. Series inaitwa Moyo. Unatakiwa kwenda kuiangalia. Na ukishaipata ukaitizama, I hope utaenjoy sana na utakuja hapa kutushukuru. Karibu, nenda kaenjoy. Movie yetu ndo kama hiyo uliona hapo kwenye cover. Thank you, we love you. Tuendelee kuenjoy.